Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Heri ya sikukuu ya Pasaka. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataka amani, umoja, upendo ni katika salamu zake za Pasaka kitaifa kuadhimishwa. Habari katika ukurasa wa 3. 20 mbaroni, uzushi wanaume kupotelewa nyeti. Habari katika ukurasa wa 5. Othman ahamasisha utawala wa kistaarabu. Habari katika ukurasa wa 2. Kitanzi fedha za umma, sera yaja usimamizi ugavi, Samia kuizindua Jumatano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Vyombo vya habari vyatajwa hatma ya amani maridhiano. Habari katika ukurasa wa 4. Ofisa usafirishaji kizimbani uwizi wa Laki4. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Madereva 6 wafungiwa leseni kwa ulevi. Habari katika ukurasa wa 2. Washauri elimu ya uraia itolewe kidijiti. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikionyesha makuli wakipakia ng'ombe kwenye jahazi katika bandari ya Bagamoyo mkoani Pwani kuwasafirisha kwenda Zanzibar na visiwa vya Komoro hivi karibuni. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni usafirishaji wa paza sauti, mafuta yatatingisha, waiandikia serikali wakitaka hatua za haraka, la sivyo uchumi utatikisika, yenyewe ya wajibu inafanyia kazi kwa umuhimu mkubwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Ndugu ya Golson Msigwa akisema wataalamu wanachakata namna bora ya kufanya, na wakati wote serikali itatoa mwelekeo tutakaochukua. Tunaomba wananchi wavumilie, muda mfupi ujao watajulishwa. Hii ni nukuu ya Gerson Msigwa. Maaskofu wakemea kufurahia vifo uongo. Habari katika ukurasa wa 17. Nukuu ya Askofu Stefano Musonda ikisema mila zetu za Kiafrika sio kawaida. Mtu akifa leo unashangilia, huwa tunalia tena hadi mtu anakubeba, lakini leo watu wanashangilia. Tunapoliona hilo, viongozi wanalalamika, wananchi wanalalamika bila kuangalia nini kilichotufikisha hapo. Nukuu ya Askofu Benson Bagonza. Zamani watu waliogopa kusema uongo, siku hizi watu wanaogopa kusema ukweli. Ni nini kimetokea? Watu wa zamani waliogopa kusema uongo ili wasifu, na watu wa siku hizi wanaogopa kusema ukweli ili wasife. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 17. Hatimaye aliyeuawa na mpenzi azikwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Utafiti wa baini madhara ya kudekeza watoto kimalezi. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Fedha za mke zinavyoweza kuvunja ndoa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika.
Gazeti Nipashe mwanga wa jamii ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika Samia, tumwenzi Yesu Kristo kwa upendo msamaha, awakumbusha Watanzania kuenzi matendo ya huruma, kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa ili kujenga taifa lenye fursa kwa wote na kujitoa kwa ajili ya wengine. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Auawa kwa kuchinjwa shingo na mgeni wake. Habari katika ukurasa wa 4. Jeshi la polisi, tunawashikilia watu wawili ambao ni mganga na msaidizi wake juu ya mauaji hayo kwa ajili ya mahojiano, na tutaendelea kumsaka mgeni ambaye alikuwa na marehemu, na tukio hili linahusishwa na imani za kishirikina. Hii ni nukuu ya SACP Janet Magomi. Nchi 26 kukutana Tanzania mashindano ya kusoma Qur'an. Habari katika ukurasa wa 3. Maadui hatari unaopaswa kuwashinda mwaka huu. Habari katika ukurasa wa 11. Sonona, mapambano hatari yanayohusisha akili na saikolojia. Habari katika ukurasa wa 7. Mtandao utapeli wa milioni huapa. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Mzalendo Jumapili leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ataka Pasaka ya upendo ni katika salamu zake kwa Tanzania, pia washerekee kwa furaha, amani na umoja. Ndugu yake ikisema Pasaka hii itakumbusha umuhimu wa kudumisha amani, kuimarisha umoja na mshikamano wa kitaifa. Tuendelee kujenga taifa lenye fursa kwa wote, ustawi na maendeleo endelevu kwa kizazi cha sasa na kijacho. Hii ni nukuu ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Alatra yani kama mafanikio makubwa sekta ya usafirishaji. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Gwajima jitosa madai nyeti za wanaume kutoweka. Habari katika ukurasa wa 2. Mbeto airarua Chadema. Katibu wa kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa NEC Chama cha Mapinduzi Zanzibar, idara ya itikadi, uenezi na mafunzo, Hamisi Mbeto amesema safu ya uongozi mpya ya Chadema. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Tuna imani na tume ya Jaji Chande. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Umuhimu wa kunywa maji kila siku asubuhi. Habari katika ukurasa wa 8. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti ya Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Azam dhidi ya Simba Sports Club. Happy Easter leo saa 1 kamili usiku, Azam Complex Chamazi. Mwamuzi ni Ahmed Alajiga. Msimamo wa timu hizi mbili toka mwaka 2008 hadi mwaka 2026. Simba ina alama 58 katika mechi 35 ilizocheza, wakati Azam ina alama 34 katika mechi 35 ilizocheza dhidi ya Simba. Gazeti limeandika Msheri kwa nini nililia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Wemby atatembea na Bruno. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Man United kumuuza Bruno. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. TPL leo Jumapili ni TRA dhidi ya Singida saa 10 kamili jioni, Sheikh Amri Abeid Arusha. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Gazeti Mzalendo katika ukurasa wake nyuma limeandika Azam Simba mechi ya mtego. Habari katika ukurasa wa 19. Kocha msaidizi Yanga avunja ukimya. Habari katika ukurasa wa 19. Msanii Hoop Gutenberg azua hasira. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Mkwasa ibuka na amani michezoni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14. Liverpool Charlie kocha Beres kama mlivyosikia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake nyuma limeandika Yanga ya chanja mbuga. Serengeti Girls yaweka heshima Tunisia. Simba Azam vita ya nafasi leo. Mashujaa ya banwa nyumbani. Christian Bella kuadhimisha miaka 20 ya muziki. Habari katika ukurasa wa 21. Ateta watetea wachezaji waliojiondoa timu za taifa. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.